Inatupa moyo ya kuendelea kuipambana kuipeperusha vema bendera ya Tanzania. Ndio. Mimi nataka nifahamu kutoka kwako tu binafsi. Katika hii michuano ya kimataifa, kitu gani special kwa Simba kwenu? Hata Simba labda iwe imeteteleka vipi, imeyumba vipi kwenye michuano hii. Mara nyingi huwa inafanya maajabu, inawashangaza watu. Na kitu gani special au kuna siri gani nyuma yake kwenye michuano hii ya kimataifa? Ni baraka tu za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameichagua Simba kufanya vizuri kwa Tanzania hii. Kwa hiyo hiyo hata ufanyaje uwezi kuiziba. Kwa hiyo ukiachia mbali juhudi na jitihada ambazo viongozi wetu wanafanya na misingi imara ambayo tayari tumeshaiweka Simba Sports Club, ndiyo ambayo inatufanya tunateleza tu katika hii michuano ya kimataifa. Lakini malengo yetu sisi ni kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunapofanya usajili, tunapoanza msimu, kila kitu tunakifanya kuelekea katika malengo hayo ya kutimiza ukubwa wetu wa kwenye bara la Afrika. Na ndio maana tunafanikiwa. Tukisajili mchezaji, tunamsajili aje afanye vizuri kimataifa. Tukimleta mwalimu, namleta mwalimu aje afanye vizuri kimataifa. Na akiingia hapa anakuta historia kubwa ya Simba kimataifa, na yeye ana adapt yale mazingira ya kiushindani kimataifa, na Simba tunafanikiwa, tunakwenda vizuri. Ukiwa kwenye familia, mtoto wa kwanza akiwa na akili, ni rahisi kuwashawishi na kuongoza hata wa pili, wa tatu kufuata kile ambacho kaka madada anafanya. Ndio kwa Simba Sports Club, kwa kuwa tayari tumeshakuwa na role model ambaye ni sisi wenyewe. Hata wanaokuja huku wanawajibika na wenyewe kufuata mkondo ule wa Simba kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Ndio. Tulizungumza na Ali Kamwe, akasema wao ndio nembo ya mpira wa Tanzania. Kwa maana mafanikio yao ambayo wameyapata ndani ya Tanzania. Lakini tunaona nje ya Tanzania mnaonekana nyinyi kufanya vizuri zaidi. Sasa tusaidie wewe, nani ndio nembo ya mpira wa Tanzania? Tukawaulize CAF. Na kila mmoja akisema ataji hapa tutakesha. Kila mtu atavutia upande wake. Tukamuulize CAF, nani ni nembo ya mpira wa miguu Tanzania? Kwa hiyo assignment tunaiacha kwa CAF. CAF atatupa majibu. Au tumwambie bwana CAF tupe orodha ya vilabu bora Afrika. Tutapata majibu kutoka pale kwenye orodha ya CAF. Kwa hiyo wala tusihangaike kwanza kumhoji huyu, tuwaite tu CAF. Au tuambana CAF tupeni orodha ya vilabu 10 bora Afrika kwa msimu uliopita. Tutapata majibu. Tutapata majibu. Semaji, kumbe bwana wewe una siri sana wewe. Bwana, manake umeshindwa kufungulia zako kodi. Bahati nzuri shabiki wa Simba Miraji mara moja akasema zile tattoo kumbe ni mifumo ile. Kocha akikasirika kufunua bega, kumbe Kibu anaelewa bwana unataka upiteje. Na ziko siri nyingi. Tuendelee tukunywa mtori. Ziko siri nyingi za meneja Pantev. Sasa Jumapili ndio tunakwenda kuona sasa. Jumapili. Kwa Jumapili wewe pale ukikaa jukwani usihangaike kuangalia kiwanjani nini kinatokea. Fuatilia matendo ya meneja Pantev. Utaona mipango anayoifanya pale kupitia vitu vyake vya kitaalamu vya kisasa na vipya kabisa. Wewe ndio ulikuwa msemaji mwenye cheo cha juu kabisa Tanzania, semaji la CAF. Lakini sasa hivi umezidiwa cheo chako. Kuna semaji la FIFA. Unajisikiaje? Wamekupiku. Unachoka? Nanchosha. Nanchosha. Vipi? Watu sasa hivi kimataifa Zurich. Basi tuache tu. Tuwasikitie tu. Au leo unafaidi? Shukrani. Asante sana.